100 usiku wa kuamkia leo. Urusi imefanya mashambulizi hayo baada ya kukataa pendekezo la kusitisha vita kwa siku 30 bila masharti. Hata hivyo, hadi sasa serikali ya Kremlin haijatoa tamko lolote kuhusu mashambulizi hayo. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwa upande mwingine amemtaka Vladimir Putin kuwa tayari kukutana naye ana kwa ana kwenye mazungumzo nchini Uturuki wiki hii. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. Nitakuwepo Uturuki Alhamisi hii na nitamsubiri Rais Putin huko mimi binafsi. Nataraji kwamba mara hii Putin hatotafuta sababu za kwa nini hawezi kuchukua hatua yoyote. Sisi tuko tayari kwa mazungumzo na kumaliza vita. Четвер, Туреччина. Viongozi wa Marekani na Umoja wa Ulaya wamekuwa wakizishinikiza nchi zote mbili kusitisha vita vya zaidi ya miaka 3 vilivyoua maelfu ya watu. Deir al-Balah, kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, limesema litamwachia huru leo mateka wa mwisho ambaye yuko hai, raia wa Marekani na Israel anayeshikiliwa huko Gaza. Kundi hilo lilitoa taarifa hiyo jana Jumapili bila kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu hatua hiyo na kusisitiza kwamba litamwachia huru Edan Alexander kama ishara ya nia njema kwa utawala wa Rais Donald Trump. Israel imesema maandalizi yameshafanywa ya kumpokea mateka huyo mchana wa leo Jumatatu, kwa mujibu wa vyombo vya habari. Awali ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilisema kwamba mpango huo wa kuachiliwa huru raia wake Alexander unatarajiwa, ingawa haikuweka wazi wakati gani tukio hilo litafanyika. Hong Kong. Hisa katika masoko ya biashara duniani zimepanda leo Jumatatu baada ya Marekani na China kufanya mazungumzo ya kibiashara yaliyokuwa na tija. Mataifa hayo mawili yalikubaliana na kutangaza kupunguza ushuru wa ziada kwa siku 90, hatua iliyochochea matumaini kwamba pande hizo mbili hatimaye zitamaliza mvutano wao uliosababisha mtikisiko kwenye masoko ya dunia. Baada ya mazungumzo ya siku 2 mjini Geneva nchini Uswisi, Marekani na China zimetoa taarifa ya pamoja ambapo inaonyesha kwamba Marekani imekubali kuipunguzia China ushuru hadi 30%, huku China nayo ikiipunguzia Marekani ushuru hadi 10% kuanzia leo Jumatatu. Muda wa siku 90 utatumiwa na maafisa wa pande zote mbili kushughulikia tofauti zilizopo. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayojia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Bukavu. Zaidi ya watu 100 wamefariki kufuatia mafuriko katika kijiji kimoja karibu na fukwe za ziwa Tanganyika huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yameelezwa na msimamizi wa wilaya ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini, Sami Kaloji, ambaye amefahamisha kwamba mafuriko hayo yameathiri kijiji cha Kasaba ambako taarifa zinaonyesha hadi siku ya Jumamosi kwamba zaidi ya watu 100 wamekufa. Mafuriko hayo yanashuhudiwa kwenye eneo hilo katika wakati ambapo mashambulizi ya waasi wa kundi la M23 yameongezeka katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Maelfu ya watu waliuawa katika kipindi cha miezi miwili ya mwanzo mwa mwaka huu kufuatia mapigano hayo. Ankara. Kundi la chama cha wanamgambo nchini Uturuki cha PKK limetangaza rasmi kuwa tayari kuweka chini silaha na kujivunja kama sehemu ya juhudi mpya ya amani na serikali ya Uturuki kumaliza mgogoro wa kivita wa miongo minne. Uamuzi wa PKK umetangazwa na shirika la habari la Firat ambalo linafungamana na kundi hilo baada ya kufanyika kongamano kubwa la chama hicho kaskazini mwa Iraq. PKK limeahidi kumaliza moja ya uasi wa muda mrefu zaidi katika kanda ya Mashariki ya Kati, na hatua hiyo huenda ikawa muhimu nchini Uturuki, Syria pamoja na Iraq. Mwezi Februari, kiongozi mkuu wa kundi hilo Abdullah Öcalan aliyeko jela tangu mwaka 1999 mjini Istanbul nchini Uturuki alilitaka kundi hilo kuitisha kongamano na kutangaza rasmi uamuzi wa kulivunja. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana.
Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Mwasimba. Sasa tuangalie miongoni mwa yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Watu zaidi ya 100 wamepoteza maisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mafuriko. Vile tuna taarifa ambayo inaangazia upinzani nchini Kenya imemshutumu Rais William Ruto kwa kuwateua makamishna wa IEBC bila ya maridhiano. Vile tutaangazia mgogoro unaoendelea kule Ukraine na Urusi. Na sasa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. Moja kwa moja tuanzie na mzozo kati ya Ukraine na Urusi. Lakini kwanza ni kukumbushe tu, tunapatikana kupitia mitandao yetu ya kijamii. Vile tuko live katika ukurasa wetu wa Facebook na chaneli yetu ya YouTube, mbali na redio wa shirika. Moja kwa moja katika safu ya uchambuzi, tuanzie na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Amesema yuko tayari kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Uturuki mnamo siku ya Alhamis kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Kauli yake iliyoandikwa kupitia mtandao wa kijamii wa X imetoa muda mfupi baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhimiza Ukraine kukubali pendekezo la Putin la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja nchini Uturuki. Babu Abdullah na maelezo zaidi. Zelensky ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kuwa wanasubiri usitishaji kamili na wa kudumu wa mapigano kuanzia leo Jumatatu ili kutoa msingi unaohitajika kwa diplomasia. Kiongozi huyo wa Ukraine ameongeza kuwa hakuna maana ya kuendeleza mauaji. Nitakuwepo nchini Uturuki Alhamisi hii tarehe 15 Mei na nitamsubiri Putin nchini Uturuki. Binafsi naamini kuwa safari hii Putin hatatafuta visingizio vya kutofanya jambo fulani. Tuko tayari kuzungumza ili kumaliza vita. Alhamisi Uturuki. Rais Trump ameonyesha uungwaji mkono wake. Viongozi wote wanaunga mkono hili. Hata hivyo, hakukuwa na majibu yoyote kutoka ikulu ya Kremlin kuhusu utayari wa Zelensky kuzungumza na Putin. Zelensky na viongozi wa Ulaya walichukua msimamo mwishoni mwa wiki kwamba hakutafanyika mazungumzo yoyote hadi Putin atakapokubali mpango wa kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti kuanzia leo Jumatatu. Urusi na Ukraine hazijafanya mazungumzo ya ana kwa ana tangu Machi mwaka 2022, muda mfupi baada ya Kremlin kufanya uvamizi kamili mnamo mwezi Februari mwaka huo. Mapema jana Putin alipendekeza kurejea tena kwa mazungumzo kati ya pande hizo mbili yaliyofanyika mjini Istanbul mnamo Machi mwaka 2022. Hata hivyo, hakutoa jibu kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 lililotolewa na washirika wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth kwamba Rais Putin hataki kuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano na Ukraine, bali anataka kufanya mkutano siku ya Alhamisi nchini Uturuki kujadili uwezekano wa kumaliza umwagaji damu. Kiongozi huyo wa Marekani ameongeza kuwa Ukraine inapaswa kukubaliana na hili mara moja. Angalau wataweza kubaini iwapo makubaliano hayo yanawezekana au la, na iwapo itakuwa hivyo, viongozi wa Ulaya na Marekani watajua hali halisi na kuchukua hatua stahiki. Ukraine na washirika wake wa magharibi wameeleza kuwa mpango wa usitishaji mapigano usio na masharti ndio njia pekee ya kuendelea na suluhisho la kidiplomasia katika kutafutia ufumbuzi mzozo huo ulioingia mwaka wake wa 3, vita vibaya zaidi barani Ulaya tangu vita kuu ya pili ya dunia. Na asante sana Babu Abdullah kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, viongozi wa chama cha Kikurdi PKK wametangaza hivi leo hatua ya kukivunja chama hicho na kusitisha kabisa mapambano ya miongo minne na taifa la Uturuki. Zaidi anaarifu Bakari Ubena.
Hatua hii ya kihistoria imefikiwa baada ya chama hicho cha Kikurdi PKK kufanya mkutano wa 12 wa kamati kuu huko Iraq, na imefikiwa kutokana na wito wa amani aliyoutoa mwezi Februari kiongozi wa PKK Abdullah Öcalan mwenye umri wa miaka 76 na ambaye amekaa jela kwa muda wa robo karne, aliyesisitiza wakati huo kuwa mapambano yamekwisha na kuwataka wapiganaji wa PKK kuweka chini silaha zao. Öcalan anayeheshimiwa na vuguvugu la kisiasa linaloungwa mkono na Wakurdi na kuchukiwa na baadhi ya Waturuki kwa kuanzisha vita vya mwaka 1984 alitoa wito huo baada ya kuhimizwa na mwanasiasa wa chama cha usawa na demokrasia DEM Devlet Bahçeli ambaye ni mshirika wa Rais Tayyip Erdogan, aliyesema kuwa kuna uwezekano mkubwa Öcalan akaachiwa huru ikiwa angeliwataka wapiganaji wake kusitisha kabisa uasi wao. Chama cha DEM kimesema kwa sasa kutahitajika kuwepo mazingira ya kuaminiana, huku kikitoa wito wa kuwepo mfumo rasmi wa kisheria ili kuthibitisha hatua hii ya PKK ambayo itakuwa na matokeo chanya si kwa Uturuki pekee bali katika mataifa mengine ya Mashariki ya Kati kama Syria na Iraq. Rais wa eneo la Kurdistan huko Iraq amesema uamuzi wa PKK utachangia pakubwa kuleta utulivu wa kikanda. Ofisi ya mawasiliano ya Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan imesema mchakato wa PKK si rahisi wala wa muda mfupi, na hivyo hatua muhimu zitachukuliwa ili kuhakikisha kwamba mchakato huo unaendelea vyema. Kauli ya kiongozi mwandamizi wa chama cha DEM Tunç Bakırhan aliyoitoa miaka 2 iliyopita sasa imekuwa na maana. Artık her şey Erdoğan'ın elinde. Kila kitu sasa kiko mikononi mwa Erdogan. Ni wakati wa kuchukua hatua za kidemokrasia. Macho na masikio ya mamilioni ya watu yanaisubiri demokrasia, haki na hatua za haraka za kujenga imani. Atılmasını bekliyoruz. Chama cha PKK kilianzishwa na Abdullah Öcalan mwishoni mwa miaka 1970 na kilianza uasi wa kutumia silaha mwaka 1984 na hivyo kufanya mashambulizi kadhaa nchini Uturuki na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 40,000, na walikuwa wakidai haki ya kuwa na taifa la Wakurdi katika eneo la kusini mashariki mwa Uturuki. Öcalan alikamatwa mwaka 1999 nchini Kenya na vikosi maalum vya Uturuki. Licha ya kufungwa jela, aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya chama cha PKK ambacho ngome ya wapiganaji wake ilikuwa katika milima ya kaskazini mwa Iraq. Asante sana Bakari Ubena.